Kwanza na uzuri tuna ligi kuu soka Tanzania bara ambayo ni ligi yetu na tunaifuatilia weekend hii inaendelea kwa michezo kadhaa ambapo mapema saa 8 mchana Singida walifungua dimba. Ama walifungua siku kwa ushindi mabao 3-0 dhidi ya Mtibwa Sukari, wakati Azam FC wakididimiza KMC kwa ushindi mabao 2 dhidi ya KMC. Sasa tukianzia kwa Singida na Mtibwa Sukari, nilisikia kauli kadhaa za afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza akizungumza kwamba pale Mtibwa kuna wachezaji wao, lakini kutokana na agreement zile inabidi wasicheze kutokana na makubaliano ambayo waliweka, lakini mwisho wa siku waliambulia mabao 3 na Mtibwa Sukari imeendelea kushuka kutokana na kipigo hicho. Singida imeanza vizuri kwenye uwanja wao nyumbani. Jana walicheza pale Jamhuri ambapo Mtibwa ndo alikuwa nyumbani. Kwangu ni performance bora zaidi ya Singida msimu huu tangu msimu umeanza kwenye mechi zote. Ile ndio resilient performance. Si tazame tu uchezaji, natazama namna magoli yalivyopatikana. Wana mwalimu raia wa Tunisia na kwangu ilikuwa ni direct impact yake kwenye mchezo ule, kwa sababu ni mara chache sana nimeona timu ikishinda magoli walau 4 alafu kawa na magoli 3 ambayo yametokana na mazingira ya set piece. Technically ama mipira ile ya kuania hewani ni mara chache sana naona hicho kitu kwenye ligi yetu, kwa sababu muda mwingi magoli mengi yanayofungwa yanategemea zaidi mipira ya kuanguka, lakini Singida wana wachezaji wenye maumbo haya ya kwenda kuania mipira hewani. Kwa nini hawafungi magoli mengi ya namna hiyo? Kwangu ilikuwa ni swali ambalo nilikuwa najiuliza sana. Sasa goli la kwanza lilikuwa ni kutokana na mazingira haya ya mpira wa kuania, wakaweza kushinda. Goli la Kennedy Juma ambalo lilikuwa ni la 3 pia lilikuwa na mpira wa kona, na kila kona ambayo walikuwa napiga jana Singida kwangu ilikuwa na tafsiri za kwamba kuna vitu ambavyo wamejifunza kutoka kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa mfano, wachezaji wetu wengi 90% kona nyingi wanazopiga wanapiga kona za katikati ya mwamba, yani katikati ya mwamba na mwamba, kwamba muanie pale pale. Lakini jana kona 2 walizopiga Singida zilikuwa ni za kuvusha kwenda upande wa pili ambako ilikuwa ni target man. Moja ilikosa Hasho Muaku na nyingine alifunga Kennedy Juma. Lakini pia hata lile goli la Haso ambalo alipiga kichwa, kulikuwa na mazingira hayo ya kuwania mpira ambao unavuka upande wa pili. Niliona wakicheza kwenye mtindo ambao timu nyingi za Afrika Kaskazini zinakuonesha kwamba zinaweza kucheza hivyo. Ukiwa na wachezaji wenye maumbo mazuri, ukawa na uwezo wa kuitumia mipira hiyo, tunasema unatengeneza nafasi rahisi zaidi uwanjani, kwa sababu ni nafasi ambayo inahitaji tu wachezaji wachache wenye ufanisi wa kiwango cha juu. Wa kwanza ni anayekwenda kupiga huo mpira wa set piece, wa pili ni anayekwenda kumalizia huo mpira wa set piece. Una kundi kubwa la wachezaji ambao wana uwezo wa kudeliver. Kwa nini hawakupi hizo options za kuweza kudeliver? Ni kwa sababu labda hujafanikiwa kuwajua per se uwezo wao, lakini inawezekana pia hawajaamua kujituma kwenye kiwango ambacho kinahitajika. Kwangu jana ile ilikuwa ni performance bora zaidi msimu huu ya Singida Black Stars, na walideserve hata kuweza kushinda idadi ya mabao ambayo wameshinda. Mtibwa walikuwa na changamoto nyingi, lakini ya kwanza atashuka, no doubt kwamba KMC atashuka. Yeye na either Prisons wataamua. Kwa kuchukua jiandae kwa semaji la championship. Nilishamwambia wazi tu kabisa. Sijawahi kumficha. Ni mara 2 nimemwambia. Mara ya mwanzo live face to face. Mara ya kwanza nimwambia mbele ya wachezaji pale Mwanza. Walikuwa wanacheza na Pamba. Mbona sisubutu? No, mimi nilimwambia wazi mbele ya wachezaji, na wachezaji walikuwa wanasikia kina Oscar Poa kina nani, nikamwambia semaji la championship msimu ujao. Alicheka. Na juzi pia hapo walikuwa wanacheza na Simba. Nikamwambia nakuona msemaji wa championship msimu ujao. Ni kitu ambacho ameshaanza kuzoea na nafikiri haimsumbui tena. Lakini Prisons pia wapo kwenye njia nzuri sana ya mtu anayetaka kushuka daraja. Yaani ili ushuke daraja unataka kucheza kama Prison, na aina matokeo unayopata yanapaswa kuwa kama ya Prisons. Alafu pale kwenye kucheza playoff kuna watu ambao
mimi nawatoa msimu huu wale Fountain Gate FC. Naona wanaweza kafika huko kama hawatafunga mabao tu, lakini kwa maana ya kucheza wanacheza vizuri sana. Lakini kuna timu kama Mbeya City hawaonekani kukaa mbali na huo mstari. Mbeya wakifanya masiara, hizi timu mbili zinaweza kurudi zilikotoka. Kuna timu ambayo kama Coastal Union, japo Coastal sasa mpaka mimi mpaka zile mechi 10 za mwisho ndio naweza nikasema kitu. Mimi Coastal mpaka ile pazia ya ligi kuu linafunga kwa ndio naamini kwamba wameshuka au wamebaki. Mechi 10 zile za mwisho ukicheza Mkwakwani, aheri kutana na Manchester City. Yaani unaweza kumfunga Pep sasa hivi kuliko Coastal Union wakiwa Mkwakwani. Sawa, hili ni bao la asubuhi, ni muda wa spana, ndio maana wachambuzi wamejiachia na wanagonga spana kweli kweli. Na unaambiwa heri ukutane na Man City. Sasa hivi Prime Man City sio ile Man City yenyewe. Kuliko mwisho wa msimu unakutana Bernardo Silva, David Silva na Kevin De Bruyne. State ambayo iko mesho inakuwa iko very sharp. Kuangalia timu kama KMC iliyopo Dar es Salaam ambayo kuna vitu vingi sana. Watu wengi wanaweza kukushika mkono hata ukitaka kuanguka. Tofauti na Majimaji iliyoko Songea. KMC inakutwa na nini? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini inateketea KMC? Nilikuwa naangalia jana, KMC wamecheza mechi 16 wana alama 8. Na msimu uliopita alama 2, alama moja katika mechi 2. Yaani kila baada ya mechi 2 wanapata sare moja manake. Na nakumbuka Ken Gold wakati inashuka, unakumbuka ligi iliyopita kuna baadhi ya timu zilikuwa zimekwenda ile break ya dirisha dogo zikiwa zimecheza mechi 16. Hasa Ken Gold katika mechi 16 alikuwa na alama 6. KMC katika mechi 16 ana alama 8. Tofauti yao ni alama 2 tu. Manake wote wana hali mbaya. Na katika michezo 14 iliyobaki KMC ili abaki anatakiwa kukusanya alama 30. Yaani ashinde michezo 10 ili at least yawe na alama 38 ndio abaki comfortably. Lakini kwa situation ilivyo ni ngumu sana kwa wao kubaki. Jana wanacheza dhidi ya Azam. Kipindi cha kwanza walikuwa na performance nzuri. Kama ambavyo walicheza na Yanga kipindi cha kwanza. Walikuja na mkakati mzuri kweli wa kuizuia Yanga. Lakini kipindi cha pili hali inakuwa ngumu kwa upande wao. Jana katika eneo la kiungo Omar Chibada ameingia dirisha dogo kuziba nafasi ya Ahmed Pipino, lakini Kenny Ali Mwambungu alikuwepo, kina Chambo kwenye safu ya ushambuliaji, Darwesh Saliboko, Sagwe. Ni wachezaji ambao walikuwa wanakosa pasi au wanakosa mawasiliano kati ya safu ya kiungo na safu yao ya ushambuliaji. Walikuwa hawapewi mipira ambayo pengine ingewasaidia wao kutengeneza nafasi au kuzitumia nafasi kama wangekuwa wametengenezewa. Walikuwa na mkakati mzuri wa kuzuia kwa kipindi cha kwanza, lakini kwa kipindi cha pili changamoto ilikuwa ni kubwa kwa upande wao, namna ambavyo walikuwa wanairuhusu sana Azam iwafikie. Goalkeeper Fabian Mutombora anafanya makosa, anapiga pasi katikati ambayo yani anapiga pasi boko ambayo inamfanya mlinzi ashindwe kucontrol mpira, anakabana na mchezaji wa Azam, anamchezea foul ambayo Idi Nado anapiga moja kwa moja golini. Baadaye kona, Faisal anapiga kona ya chini ya kuingia ndani, Idi Nado anamalizia tena. Kwa hiyo wamefungwa mabao ya set pieces mawili na ndo mabao ambayo yameamua mechi. Lakini kwa namna ambavyo walicheza hasa kwa kipindi cha kwanza walikuwa vizuri sana, walikuwa wanaizuia sana Azam kwenye kutengeneza nafasi, japo Faisal alikuwa anatengeneza nafasi, Dinado pia, na walikuwa wanapiga crossi za juu ambazo walinzi wa KMC walikuwa wanazizuia, na hata goalkeeper hao kuna save ambazo walifanya kipindi cha kwanza. Lakini kwa kipindi cha pili energy yao ikawa imepungua, concentration wakawa wameipoteza, wakafungwa mabao mawili. Kwa hiyo matokeo waliowapata Azam pengine wanaweza kawa wanajilaumu kwamba kwa nini tumecheza na KMC alafu tumefunga mabao haya mawili, tena mabao yote ni ya set pieces, hakuna bao hata moja ambalo tumefunga kwa open play. Manake walikuwa bora KMC kwenye kuwazuia, na ndio maana Azam wanapata mabao ya aina hiyo. Lakini
KMC ni ile ile, na hata hiki walichokipata sio story. Mimi bana, kwa nini haiendi na kasi ya jiji? Kuna timu ziko hapa, pengine labda mimi ningefikiri wangekopi na kupaste namna kasi inavyoenda. JKT angalau wanafanya hivyo na imewezekana. Kwa nini JKT iwezekane wao wasiwezi? Na JKT ipo kwenye himaya yao ya Kinondoni. Ndio kule Mbweni ni Kinondoni. Kinondoni ndo nani yupo kwenye himaya ya mwenzake sasa? JKT yupo kwenye himaya ya Kinondoni. Okay. Sababu wale ni nanili labda wanajitegemea. Hapana, Mbweni yote ile ni Kinondoni. Okay. Kinondoni wana Masaki. Yeah. Aha, Kinondoni wana ile. Mikocheni ni wapi? Kinondoni. Okay. Sinza pia kuna baadhi ya maeneo ni Kinondoni. Pakubwa sana tu. Ni town, watoto wa town. Ni watoto wa town. Shida iko wapi? Wangekaa kule Azam wanapokaa ingekuaje? Usela mwingi. Wangetoka zamani ujue. Usela mwingi. Yaani ile unazaliwa mjini afu na wewe unakuwa mjanja. Downtown. Ujanja ule ukina. Dai. Ukizidi ndio mwisho wa siku ufanye vitu kwa umakini, kwa procedures. Unavifanya kwa kubabia. Mimi mtoto wa town na connection. Nitaishi. Na kweli unajua wakati wako town wanakuwa wanapata wachezaji wa mkopo kutoka Azam. Ile sasa ndo faida ya kukaa town. Umeona? Unaweza ukachonga deal na mtu yeyote na ukaipata. Mchezaji anazunguka tu umefanya mazoezi pale unamchukua una sign. Sina uhakika kama KMC wana body. Sina uhakika. Body lazima. Hiyo moja. Hii ya timu? Body ya timu. Sawa, wanaendeshaje timu? Kama wanayo body basi msaada wao umekuwa mdogo kwenye timu. Hii wala sitaki hata kwa sababu kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu KMC imeishi bila CEO kwenye dirisha kubwa la usajili karibu lote. Alivyomaliza mkataba yule Daniel Mwakasungula, wamekaa muda mrefu akiwa hawana CEO. Amekuja Daniel Madenyeka kwenye muda ambao ligi imeshaanza. Na Daniel Madenyeka alikuwa ni meneja wa uwanja wao. Baadaye ndo akampandisha kwenda kuwa CEO wa timu. Bahati mbaya hizi timu za manispaa na majiji nyingi zinategemea zaidi wakurugenzi. Mkurugenzi ikiwa kipaumbele chake kitakuwa michezo, timu itakuwa ipo vizuri. Lakini kama atakuwa na vipaumbele vingine, basi huenda timu ikawa ni kama mtoto wa kambo kwenye halmashauri husika. Sijui kwa KMC kama ipo hivyo, sijui kwa sababu sijapata exact details kama wachezaji wana madai yao au whatever. Lakini ambacho nina wasiwasi nacho, kuanzia kwenye usajili ulivyofanyika, hakukuwa na mtu wa moja kwa moja ambaye alikuwa na final say. Ndio maana hata uajiri na ufukuzaji wa makocha, nane ambaye alijiridhisha kama Marcio Maximo bado ni mwalimu bora kulingana na level ya mpira wetu. Kwa sababu Marcio Maximo mara ya mwisho alipokuja hapa nchini alifeli akiwa na Young Africans. Alifeli miaka 10 iliyopita. Kwa nini leo uone kwamba huyu mtu bado anaweza kaleta kitu cha tofauti? Nani ambaye alijiridhisha kwamba ile pre-season KMC wamecheza ile michuano ya Kagame, walipewa taarifa kama leo mechi kawa kesho kutwa. Walienda kwenye wakati ambao hawajafanya pre-season, active pre-season. Na mimi si ajabu nikasema pengine walicheza vizuri Kagame kuliko hii ambayo wanaicheza ligi kuu. Na hiyo ni kwa sababu labda ya new coach syndrome or whatever, lakini walikuwa wana machagulio machache ya kuweza kuleta. Cha pili, walifeli kwenye usajili. Nilishawahi kuzungumza siku moja hapa kwamba swala la mentality ni kitu muhimu sana kwa wachezaji. Una wachezaji wengi ambao kushuka daraja is not a story. Watashusha tu timu daraja. Yani whether you like or not, watashusha tu timu daraja kwa sababu wao wakiona kama hivi na struggle wala sio story kwao. Ukiwa na mchezaji ambaye hajazoea kushusha timu daraja, yani timu ikiwa na struggle kama hivi na yeye anahangaika sana, kiakili anakuwa ana struggle, anakuwa kwenye pressure kubwa. Leo hii niambie mchezaji gani ambaye yupo Young Africans timu kama ilivyocheza hizo siku mbili anaweza kawa yupo comfortable tu kama hizo mechi mbili zilizopita? Yani huyo labda ni mgeni kwenye timu ya Young Africans. Lakini mchezaji mwenyeji yoyote lazima kuna alamu inagonga kichwa. I say let us up our performance kwa sababu si timu ya size hii. KMC leo wanashuka ikiwa ni baada ya misimu minne ya kukoswa. Ndani yake wamecheza playoff karibu mara mbili.
moja walikoswakoswa tu, nyingine walikuwa bora sana. Tangu pale hawajawahi kurudia ubora wao, kuanzia kwenye usajili mpaka uchezaji ndani ya pichi. Wakati KMC wanapanda, na kwenye misimu mitatu ya mwanzo ilijitanabaisha kama timu ambayo inacheza mpira mzuri sana, wakiwa na mwalimu Etienne Ndairagije na wachezaji wengi, akina Ali akina Juma Kaseja, kulikuwa na winga wao yule Hassan Kabunda, Ramadhani Oviedo na wachezaji wengi tu. Lakini walivyoanza kuondoka wenye DNA ambayo ilipandikizwa ya KMC, kina Walter Harrison alivyoondoka kwenye nafasi ya CEO, akaja Daniel Mwakasungula akajaribu, lakini na yeye ameondoka, ndo kabisa timu inaonekana inaenda na maji. Alivyomaliza mkataba wake hawakutaka kumuongezea mkataba. Mpaka sasa hivi kila nikitazama KMC, kitu pekee kinachoweza kufanya KMC abaki ligi kuu, labda itokee timu nyingine ilete mambo yasiyotarajiwa. Kwenye kanuni za ligi kuna kitu kinaitwa mambo yasiyotarajiwa. Labda timu ipange matokeo ishushwa daraja, labda timu iende kafanye vurugu ambayo itakatwa labda alama zote ilizokuwa nazo. Lakini kwa maana ya uchezaji wao, mazingira yanayopasika ili useme KMC anasalia kwenye ligi, inahitaji huwa na roho ngumu. Nafikiri kuna muda mimi nikimsikiliza Chukuchuku akisema wanabaki kwenye ligi, huenda hata viongozi wake wanamshangaa, huyu anaisemea timu gani? Labda anasubiri playoff. Hapana, yani tiketi ya playoff huioni kwa sababu ya series ya upataji wa matokeo wao. Yani leo watu walikuwa wanasema labda unaweza ukapoteza dhidi ya Simba, it's okay, unaweza ukapoteza dhidi ya Yanga, it's okay. Lakini wewe nani utamfunga? Yani wewe nani utamfunga? Kwa sababu kila siku nafungwa tu na Mashujaa. Sasa Mashujaa mwenyewe kwenye mzunguko wa pili atamfunga KMC. Amecheza mechi 16, ameshinda mechi 2. Ana alama 8. Unajiuliza nani aliyekubali kufungwa na KMC? Kwa sababu yani kwenye mazingira ya kawaida KMC ndo anastahili kufungwa na kila mtu aliyopo mbele yake. Mimi binafsi wallahi hata ukiwatazama body language ya wachezaji wao ndani ya kiwanja, wakisha tanguliwa, unamwona goalkeeper Fabian Mutombola. Yani Fabian, mimi siku ile nilisema walivyoifunga Mashujaa, nikasema naamini Mashujaa wanajilaumu sana. Mimi kama yani kama mimi ni kiongozi wa timu tunafungwa na KMC, yani mimi ni kiongozi tunafungwa na KMC, wachezaji wangu wote na wakata mshahara wote na wakata mshahara, kwa sababu huwezi kuwakata wakati hamjakubaliana. Yani how? Yani unafungwaje na KMC? Sasa wewe utamfunga nani kama unafungwa na KMC? Kwa sababu in a football context kuna maajabu ya mpira, lakini kwa nini ukubali maajabu ya KMC atokee kwako? Sababu KMC anavyocheza na kupa sababu za kwa nini anatakiwa kufungwa. Mimi kila nikijaribu kuitazama KMC anavyocheza, naona body language. Imagine goalkeeper Fabian Mutombola mechi dhidi ya Simba na commit makosa, si ndio? Mechi ya jana commit makosa. Katika mechi za mwisho zote alizocheza, kila mechi amecommit kosa. Sasa uwezo ukawa na wachezaji wengi wa namna hiyo, mtu ambaye akikosea 99% ni goli, alafu kategemea uje ufanye miujiza. Ndugu zangu, kulikuwa kuna dirisha hapa katikati la usajili. KMC walifanya nini? Nafikiri sasa lilikuja kama breaking news kwao na likapita hivyo hivyo, kwa sababu haikuwa breaking news, kwa sababu nakumbuka ile mechi ya wakati Mbeya City amehamia uwanja wa KMC na ile mechi ya Mbeya City ametoka 2-2 na JKT, nilikuwepo kiwanjani. Na mechi ya nyuma yake ilikuwa ni Mbeya City na Prisons. Prisons akashinda 2-1. Ile Daniel Madenyeka ndo alikuwa amepata kazi ana kama wiki 2 nadhani. Ambaye mtendaji mkuu. Tulikuwa naye juu kule tunapiga story. Akaniambia, akasema sisi changamoto yetu ni bajeti kwenye hili dirisha dogo. Ni kweli tunatamani kufanya maboresho ya kikosi chetu, lakini changamoto ni hela za kufanya usajili mkubwa, kupata wachezaji wazuri. Na ni dirisha dogo ambalo Ahmed Pipino na Abdalla Saidi Lanso, key players wao, wameondoka kwenye timu. Alafu wamekuja kusajili mbadala wao ni Omar Chibada, ndo amekuja kuziba nafasi ya Ahmed Pipino. Upande wa kulia siwezi kulalamika sana kwa sababu Nixon Mosha alikuwepo. Kwa hiyo unagundua sasa timu ambayo ina struggle, lakini wachezaji wake muhimu pia wanaondoka. Kwa hiyo pengine swala la fedha ambalo aliniambia Daniel Madejeka kweli lipo, na sio tu yani
Okay, tunaweza tukasema labda ni excuse ya budget. Labda walikuwa busy na AFCON. Labda walikuwa busy na AFCON. Kivipi? Yaani wao walikuwa kama Watanzania wengine wanatazama AFCON, lakini in Dirisha fact ilikuwa na muda mrefu Ni sana. la muda Kwa mara mrefu, ya lakini- kwanza dirisha hili linakuwa na siku hakuna 30 na hakuna siku ambayo utapata dirisha dogo ambalo wewe una mechi 8. Hakuna siku utakuja kurudia hivyo, kwa sababu dirisha likija mara nyingi wao tuna mechi 15, 16 mpaka 18 wakati mwingine. sure. Leo unapata dirisha una mechi 8, manake bado una mechi karibu 22 za kucheza, means unaanza upya, ni kama pre-season mpya umepewa, lakini huwezi kutumia hilo dirisha. Acha washuke. Sawa, 7:24 unaitusikiliza kutokea Tanga, Zanzibar ama Muheza Tanga pia huko. Unaweza kupata pesa pia kupitia bao la asubuhi.